siku ya Jumatano. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 8, na baadaye pia tutapata tafakari yetu kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 6. Nitaisoma Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika taifa la Israeli ambalo Mwenyezi Mungu yeye katika zaburi mbalimbali na kwa manabii aliwatangazia kwamba aliwakomboa kutoka katika utumwa wa Misri, akawaleta katika ile nchi takatifu ambao walikuwa wana maagano makubwa na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mojawapo ya alama ya taifa la Israeli ilikuwa ni mzabibu. Mzabibu ambao ulikuwa ndio alama ya taifa la Israeli, mara nyingi sana uliweza katika Agano la Kale kutumika katika sentensi ile ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa akionyesha kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye mkulima, na kama yeye Mwenyezi Mungu ndiyo mkulima, basi taifa la Israeli ambayo alama yake ni mzabibu, taifa la Israeli ndiyo mzabibu wenyewe. Ndiyo maana katika maneno yake katika Yeremia sura ya 2 aya 21, Mwenyezi Mungu anazungumza kwamba shamba la mzabibu, shamba la Bwana ndiyo nyumba ya Israeli. Na baadaye katika Zaburi ya 80 aya 8 anasema, ulileta mzabibu kutoka Misri, ukaja ukaupanda. Sehemu nyingine katika Zaburi akawa anazungumza Mwenyezi Mungu kwa uchungu mkubwa kwamba shamba langu la mizabibu ambayo ndio Israeli nilioununua kutoka Misri nikaja nikaupanda, nilitegemea kupata zabibu, lakini nimepata zabibu mwitu. Kwa hiyo taifa la Israeli ambao ndio ilikuwa ishara ya baraka za Mwenyezi Mungu kama ni mzabibu, ukaanza kuzaa zabibu mwitu. Na sasa katika kipindi hicho ambacho ulikuwa unazaa zabibu mwitu, viongozi wa taifa ambao walikuwa wanakuja kuliongoza taifa, yaani wafalme, wakawa na wenyewe wanatoa matunda mwitu, hawakutoa zabibu ambazo ni nzuri, kiasi kwamba maneno ya viongozi kwa watu yakawapelekea pia taifa kwanza kuanguka. Mwenyezi Mungu akajua kwamba labda watu wangu wa dini ambao walikuwa ni wakaribu sana, yaani makuhani na manabii wao, wangeweza kuwa ni mzabibu mwema, na wao pia wakaharibika, hawakuwa wa kweli, yaani wakatoa matokeo mabaya, wakatoa zabibu ambazo ni mbaya. Katika Agano Jipya sura hii ya 15 kuanzia hii aya ya kwanza na kuendelea,
Yesu anakuja, anasimama, anatangaza, anasema kwamba mimi ni mzabibu wa kweli. Neno hili mzabibu wa kweli, maana yake kuna mzabibu wa uongo, na huu mzabibu wa uongo maana yake anazungumza hili taifa, anazungumza viongozi wa taifa, anazungumza viongozi wa dini ambao walikuwa ni waongo, anazungumza taifa ambalo limekuwa ni uongo, ambalo linapanga mauaji juu yake. Anasema mimi ni mzabibu wa kweli, yaani maana yake kwamba yeye ndio ametumwa na Mwenyezi Mungu peke yake, hajaharibika wakati wengine wote wameharibika. Wana wa Israeli walidhani kwamba kwa kuwa katika ule mlolongo kwamba Ibrahimu ni babu yao, Isaka na Yakobo, wao wana baraka, walidhani kwamba tayari wao wana zile neema. Yesu akawaambia hapana, si kwamba ukiwa katika damu ya Kiyahudi kwamba itakufanya ufike mbinguni. Ni lazima kuweza kutoa matunda yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka tuweze kuyatoa. Maneno haya ambayo Yesu anazungumza kama yeye ni mzabibu wa kweli, anaongeza neno jingine, anasema ninyi sasa wale ambao ni mitume, ambao wamemfuata, wametoa maisha yao kwa ajili yake, akasema ninyi sasa, ninyi ndio matawi. Yaani wale watu wote ambao wametoa maisha yao kama vile Wayahudi wao wenyewe, akasema ninyi ni matawi. Akasema matawi ya mzabibu lazima yaweze kuunganika na mzabibu. Hawa Wayahudi walikataa kuweza kuunganika na Mwenyezi Mungu, walikataa kuweza kumsikiliza Mwenyezi Mungu. Yalikuwa ni matawi yaliyokuwa yamenyauka. Katika hali hiyo, Yesu anapoendelea kuwafundisha hawa wanafunzi wake juu ya mzabibu wa kweli, anasema kila tawi ambalo limeunganika na yeye Yesu, lililopaswa kuweza kuzaa, lisipozaa matunda, Baba atalisafisha, ataliondoa. Kwamba kuna watu ambao ni Wakristo wameingia ndani ya kanisa, wamekaa ndani ya kanisa kwa mazoea. Kuna watu ambao wamekaa ndani ya uongozi wa kanisa kwa mazoea. Vile vile pia kuna watu ambao wamekaa ndani ya taifa katika uongozi, katika ngazi ya taifa kwa mazoea. Hawazai, hawafanyi jambo lolote lile. Mwenyezi Mungu analiona kabisa kama hili ni tawi ambalo linaharibu huu mzabibu, yeye analiondoa. Ndio kazi ya Mwenyezi Mungu. Hivyo anatoa onyo kwamba usije ukakaa katika muunganiko wako na Yesu Kristo ukashindwa kuweza kuzaa matunda mema. Leo hii tukianza kujiuliza katika maswali haya, ni wangapi ambao wanatoa matunda yaliyo mema, wanatoa zabibu zilizo njema katika maeneo mbalimbali ya taasisi za kazi wanazozifanya katika jina la Kristo wao? Unaweza kuwa ni Mkristo kwa jina, lakini katika taasisi ya kazi ndipo unaumiza wenzako. Unaweza kuwa ni Mkristo kwa jina, lakini katika sehemu mbalimbali ya taasisi yako au kwenye siasa unaumiza watu, unatoa zabibu mwitu, hutoi yale matunda ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anataka. Yesu anazungumza kwamba wewe unaharibu mzabibu, unachafua Ukristo, unachafua taifa la Mwenyezi Mungu. Hufai, yaani hutoi yale matunda, unatoa zabibu mwitu. Yesu anasema kwamba anakukata. Hivyo basi usiuchukulie Ukristo wako katika swala zima la mazoea. Ufanyie kazi, kwa sababu baraka ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu alitupatia hapa duniani tulipokuja, alisema zaeni mkaongezeke. Kuzaa na kuongezeka si katika habari za watoto tu. Kuzaa na kuongezeka ni katika swala zima la uchumi. Uchumi wako uzae uongezeke, kazini kwako, mahusiano yako uzae na uongezeke. Usiwe ni mtu wa kukatisha watu tamaa, kuwavunja. Kuzaa na kuongezeka kiroho, kuzaa na kuongezeka katika mambo ya kibiolojia, hadi katika mambo mbalimbali. Anaendelea anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote lile. Nini maana ya kukaa ndani ya Yesu? Yesu anapozungumza neno hili la kuweza kukaa ndani yake na sisi tukaa ndani yake, anakumbuka maisha yake katika miaka 3 aliyokuwa anaishi hapa duniani. Alitenga muda wake katika kuweza kukaa na Baba yake. Ratiba ya Yesu
ilikuwa imegawanyika katika maeneo manne. Asubuhi na mapema alianza kuwafundisha watu neno la Mwenyezi Mungu, kama alivyosema kwamba maneno yangu yakae ndani mwenu. Alitambua nguvu ya neno la Mwenyezi Mungu, aliwafundisha watu neno la Mwenyezi Mungu. Baada ya kuweza kuwafundisha, ndipo neno lile sasa ambalo alikuwa amewapatia watu walipoamini wakaponywa kwa lile neno, akaingia hatua ya pili ya kuweza kuwaponya. Na baada ya kuweza kuwaponya hao watu, mida ya jioni alitumia muda wake kuweza kukaa na wale wafuasi wake, mitume wake 12, awafundishe hii timu ndogo ni wamjue yeye Yesu na mipango aliyokuwa nayo. Na baada ya hapo, usiku wote Yesu alikuwa anautumia kuweza kukaa na Baba yake. Na ndio maana kesho yake asubuhi, baada ya kuweza kukaa na Baba yake usiku mzima, kesho yake asubuhi alikuwa ana neno la kuweza kuambia watu, na baadaye pia alikuwa na nguvu ya kuweza kuwaponya watu, kwa sababu alikaa na Baba yake. Anapotuambia kwamba sisi tukae ndani yake na yeye aweze kukaa ndani yetu, kwamba tukikaa ndani yake na maneno yake yakikaa ndani mwetu, tuombe neno lolote lile, yeye atatutendea. Anatuambia kwamba siri ya ushindi wetu, siri ya ushindi wako katika dunia hii ambayo imejaa kila aina ya misukosuko, ipo katika wewe kuwa na mawasiliano ya karibu sana na huyu Yesu aliyekukomboa kwa damu yake ya pale msalabani, damu yenye thamani kubwa zaidi. Tenga muda wa kuweza kukaa na Yesu katika shughuli zako zote. Tenga muda uweze kuwa na muda na Yesu huyu, yaani uweze kuwa na muda na Yesu wa Ekaristi. Ukikaa na Yesu wa Ekaristi katika ukimya, anakupatia nguvu kubwa ya kuweza kufanya mambo mbalimbali makubwa ambayo wewe ulikuwa hujayafanya. Asubuhi na mapema kabla hujaamka, tenga muda wa ukimya nyumbani kwako, uweze kuwa na chumba cha ukimya, kukaa pamoja na Yesu Kristo. Yaani weka msalaba mbele yako, weka neno la Mwenyezi Mungu, kaa ukimya pamoja na Yesu. Mchana tafuta muda, kaa ukimya pamoja na Bwana. Jitenge na watu, jitenge na kazi yako. Ni kweli kabisa, mpendwa mtazamaji, wengi hawapendi habari hii ya kukaa katika ukimya, hawapendi sana, na hasa katika kundi la vijana. Mara nyingi utawakuta watu wanafurahia kupiga tu makelele tu, mziki, na mara nyingi pia hadi katika nyumba za ibada unakuta sauti kubwa sana ya kumfanya mtu ashindwe kuingia ndani ya nafsi yake, akae katika ukimya. Hakuna vipindi vya ukimya katika nyumba za ibada, ni makelele mwanzo mwisho. Katika hali kama hiyo huwezi ukakaa pamoja na Yesu. Yesu hawezi kuongea na wewe. Yesu anaongea nasi katika ukimya, tunapokubali kuweza kukaa, kusimama, kurukaruka, kama Mwenyezi Mungu alivyoweza kuongea na nabii Elia katika ule mlima Erobo, kwamba Mwenyezi Mungu hayupo kwenye makelele, Mwenyezi Mungu anapatikana katika ukimya. Kaa na Bwana wetu Yesu Kristo katika ukimya. Kukaa na Yesu, kuna mambo makubwa mawili yatakayofanyika ndani mwako. Ya kwanza, Yesu utakuwa ni tawi lenye kuzaa matunda mema. Utakuwa umeunganika na Yesu, utazaa matunda mema. Hakuna ambaye aliwahi kukaa katika ukimya na Yesu wa Ekaristi akatoka pale hajafanikiwa. Utazaa matunda mema. Usipokaa na Yesu wa Ekaristi, hutazaa matunda mema, utazaa matunda mwitu. La pili, kukaa na Yesu utampatia Mungu utukufu. Kwa nini? Katika ukimya Mungu anabadilisha mawazo yetu. Katika ukimya Mwenyezi Mungu anabadilisha mawazo yako. Anaondoa mawazo mabaya, anaondoa sumu zote ambazo umezipata mchana mzima. Anafanya operation kubwa, anaondoa mawazo ya kibinadamu na baadaye anapandikiza mawazo ya kimungu, na katika hali hiyo utafanana na yeye. Yaani tunampa Mwenyezi Mungu utukufu. Katika siku ya leo, tenga muda, kaa pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, uweze kuwa ni mzabibu wenye kuzaa. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.